Karibu katika matangazo maalum ya Lasi Media, ambapo tutachambua historia, tamaduni na simulizi za matukio muhimu duniani. Leo tunakuletea moja ya sherehe kubwa zaidi katika Uislamu, Eid al-Fitr, maarufu kama sikukuu ya kufungua saumu. Nasafiri nyuma katika historia ili kufahamu chimbuko la siku hii tukufu na jinsi ilivyoenea kote duniani. Katika mwaka wa pili wa Hijra, mwaka wa 624 BK, Mtume Muhammad alitangaza Eid al-Fitr kama siku rasmi ya kusherehekea kumalizika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ilifanyika baada ya ushindi wa Uislamu katika vita vya Badri, ambavyo vilikuwa ni moja ya mapambano muhimu katika historia ya Uislamu. Kwa mujibu wa hadithi za Kiislamu, kabla ya Uislamu, Waarabu wa Jahiliya walikuwa na sherehe zao za kitamaduni. Hata hivyo, Mtume Muhammad aliwapatia Waislamu siku mbili mpya zilizojaa baraka na ibada, ambazo ni Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Katika hadithi iliyosimuliwa na Anas bin Malik, Mtume alisema, "Hakika Mwenyezi Mungu amekupeni siku mbili bora kuliko hizo za zamani, nazo ni Eid al-Fitr na Eid al-Adha." Baada ya mwezi wa ibada, toba na ukaribu wa Mwenyezi Mungu, Waislamu huadhimisha Eid kwa utaratibu maalum. Utaratibu wenyewe ni kama huu ufuatao. Utaratibu wa kwanza ni Zakat al-Fitr. Hii ni kabla ya swala ya Eid, ambapo kila Muislamu mwenye uwezo hutakiwa kutoa sadaka maalum kwa maskini ili kuhakikisha kuwa hakuna anayekosa furaha ya Eid. Utaratibu wa pili ni swala ya Eid. Yenyewe hufanyika asubuhi katika misikiti na viwanja vya wazi. Inajumuisha raka mbili, kisha hutuba inayohimiza mshikamano, huruma na shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Na utaratibu wa tatu ni mavazi mapya na usafi wa mwili. Hii ni sunna, inahimiza Waislamu kuvaa mavazi mazuri, kutumia manukato na kufanya ghusl kabla ya swala ya Eid. Na utaratibu wa nne ni furaha na kushirikiana. Familia na marafiki hukusanyika kwa milo mizuri, watoto hupokea zawadi na watu hufurahia hali ya upendo na mshikamano wa jamii. Kadri Uislamu ulivyoenea, mila za Eid al-Fitr zilianza kupanuka katika tamaduni mbalimbali. Katika dola ya Abbasid, mwaka wa 750 hadi mwaka wa 1258 BK, Eid ilikuwa ni gwaride la kifalme, burudani na sherehe za kifahari. Katika milki ya Ottoman, mwaka 1299 hadi mwaka 1922 BK, sultani aligawa zawadi kwa raia wake na kuandaa tafrij kubwa kwa maskini. Leo Eid inasherehekewa kwa namna tofauti katika kila nchi. Tukianza na Misri, barabara hujaa taa na mapambo, na watu hufurahia vyakula kama kahk, ambazo ni biskuti maalum za Eid. Tukija Indonesia, watu husafiri kwa wingi kurudi makwao kwa ajili ya kusherehekea na familia. Na tukirudi nchini kwetu, Tanzania na Afrika Mashariki, mji wa Zanzibar huangaza kwa shangwe, nyimbo na tamasha la Eid linalojulikana kama Mwaka Kongwe. Kwa zaidi ya miaka 1400, Eid al-Fitr imeendelea kuwa alama ya mshikamano, huruma na shukrani kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Ni siku ya kujifunza kuwa furaha ya kweli haipo tu katika kula na kusherehekea, bali katika kushiriki na kusaidia wale wenye uhitaji. Kutoka hapa Lasi Media, tunawatakia Waislamu wote duniani Eid Mubarak. Tufuatilie kwa mahojiano zaidi na simulizi nyingine za historia na kitamaduni. Mimi jina langu ni Arnold Kabeja.